Bwana Yesu apewe sifa, wapendwa katika Kristo. Kama namna ambavyo nimeweza kuwataarifu jinsi channel yangu ya YouTube itakavyoenda kuwaelekeza ama itakavyoenda kuwafundisha mafundisho yanayohusu ufalme wa Mungu. Basi leo imempendeza Mungu tuweze kujifunza kwa ufupi namna ambavyo washirika walivyo. Washirika wana namna tatu, ama kuna aina tatu za washirika. Kuna washirika wa mchungaji, kuna washirika wa dini, na kuna washirika wa Roho Mtakatifu. Mimi nitaanza kuzungumza kwa habari ya washirika wa mchungaji. Washirika wa mchungaji ni washirika wa namna gani? Washirika wa mchungaji ni washirika wale ambao wanapokuwa wamekosa kwenda kanisani, ndani ya mioyo yao huwa wanahuzunika sana namna ambavyo baba yao ama mchungaji wao atawachukuliaje. Hawaoni uzito kutokwenda kanisani kwamba ni kosa mbele za Bwana, ama kutokwenda kanisani kunaweza kukampelekea kufa hata kiroho. Lakini wao wanakuwa wanajali zaidi kuhusu baba yao, yani mchungaji, kwamba mchungaji atanionaje nisipokwenda kanisani. Leo sijaenda kanisani, sijui huko mchungaji anajisikiaje kwenye moyo wake. Hao ni washirika wa mchungaji. Washirika wa mchungaji hata wanaposikia mchungaji ametenda dhambi dhahiri kabisa, lakini wao bado wanang'ang'ana na kusema hatuwezi tukaacha baba yetu anaaibika, hatuwezi tukaacha baba yetu anaonewa, wakati baba yao ama mchungaji ametenda dhambi dhahiri kabisa. Kwa hiyo wako tayari kuambatana na baba yao hata kama ni muovu kiasi gani, kwa sababu hao ni washirika wa mchungaji. Na tunapozungumza kwa habari ya washirika wa dini, washirika wa dini ndio wale washirika ambao wenyewe wanaweza wakalewa Jumapili wakaenda kanisani, wanaweza wakatoka gesti wakaelekea kanisani, wanaweza wakawa wanafanya mambo ya ajabu, lakini hawaachi kwenda kanisani. Wao wanachoangalia ni kuheshimu taratibu na sheria za dini basi. Kwa hiyo kitendo cha kutokwenda kanisani kwake anaona ni dhambi kubwa sana, anaona ni kosa sana mbele za Mungu kuliko kuacha dhambi anazozitenda. Kwa hiyo yuko tayari aendelee kufanya yote anayoyapenda kuyafanya, lakini asikose kwenda ibadani, asikose kwenda kanisani. Yeye hata kama kanisani kuna madudu yanaendelea, hata kama kuna namna ambavyo uwepo wa Mungu haupo, hata kama kuna namna ambavyo watu wanaliitia jina jingine, hata kama kuna namna ambavyo watu wanaabudu kwa kufuata taratibu na desturi zao, yeye aangalie, anachoangalia yeye ni namna lazima ahudhurie kanisani. Kwa hiyo huyo ni mshirika wa dini. Mshirika wa dini ni mshirika ambaye anakuwa ameikumbatia dini, amekumbatia sheria za dini. Hamjui Mungu kwa kina, hamuelewi Mungu kwa mapana, haujui ufalme wa Mungu kwa mapana, halijui neno la Mungu, lakini yeye anachoijua zaidi ni dini. Anafahamu sheria zote za dini, anaifahamu dini kwa mapana zaidi, yuko tayari hata kuifia hiyo dini, lakini hamjui Mungu kwa kina, wala haujui ufalme wa Mungu kwa kina. Hao ndio washirika wa dini namna ambavyo wanavyokuwa. Na hao washirika wengine watatu, ama mshirika namba tatu, ni mshirika wa Roho Mtakatifu. Hawa ndio washirika ambao Yesu aliwaacha, nikimaanisha mitume. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha wa Matendo ya Mitume sura ya 1 na mstari wa 8, Biblia inatueleza, utaona pale namna ambayo Yesu anasema hatowaacha yatima, hatotuacha yatima, bali atatuachia msaidizi, bali atatuletea msaidizi, naye huyo ndiye Roho Mtakatifu aliyezungumzwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 2. Ukisoma utaona namna ambavyo Roho Mtakatifu ujio wake ulivyokuja, na ndipo ambapo mitume waliweza kutenda kazi
sawa sawa na ile ambayo Yesu aliwaahidi baada ya kujiriwa na hiyo nguvu, kisha watakuwa mashahidi wake. Alijua ya kwamba pasipo kujiriwa na hiyo nguvu hakuna namna wanaweza wakawa mashahidi wake, na alijua yeye anapoondoka hakuna namna mwingine atabaki kuwachunga ama kuwalinda katika namna ambavyo wanaweza kuenenda katika maisha ya kiroho. Maana Biblia inasema kwenye Warumi sura ile ya 8 na mstari wa 14, kadhalika wanaoongozwa na Roho hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo mtu yoyote anaitwa Mkristo, mtu yoyote aliye mshirika wa Roho Mtakatifu, huyo ndiye mwana wa Mungu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye kiongozi pekee aliyebaki sahihi, aliyebaki kwenye nyakati tulizo nazo. Yesu alishakuja, yeye kazi yake ilikuwa ni kukomboa ulimwengu, na alipomaliza basi yeye akamaliza kazi yake akiwa mchungaji mwema, akamwachia Roho Mtakatifu aendelee kutuchunga. Yeye popote unapoenda tunakuwa upo naye, popote unapoingia unaingia naye. Yeye ndiye anayekukagua katika maisha yako ya kiroho, yeye ndiye anayekukagua katika nyenendo zako za kiroho, ndiye huyo Roho Mtakatifu. Sasa washirika hao ninaowazungumzia namba 3, washirika wa Roho Mtakatifu, hawa huwa hawaangalii dini, huwa hawaangalii sheria ya dini, hawaangalii mama yangu baba yangu alikuwa ni dini fulani. Hapana, wanaangalia maongozi mazima ya huyo Roho Mtakatifu. Nini anahitaji, nini anataka. Roho Mtakatifu anaketi ama anaishi na watu wa namna gani? Maana Biblia inasema miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo miili yetu, ndani yetu, tunapashwa kutembea na huyo Roho Mtakatifu. Tunapashwa kumpa makazi ndani yetu, tunapashwa kumpa nafasi ndani yetu, na tunapompa nafasi ndani yetu Roho Mtakatifu, yeye ndiye atakayetuongoza katika kuimba. Wenye vipaji, wenye vipawa vya uimbaji, tunapashwa ama wanapashwa kuongozwa na huyo. Wenye vipawa vya uinjilisti, wenye vipawa vya ualimu, wenye vipawa vya kuhubiri, wote wanapaswa kuongozwa na Roho Mtakatifu, kwa kuwa yeye ndiye mchungaji pekee, yeye ndiye kiongozi pekee, yeye ndiye mwalimu pekee, Yesu aliyetuachia sisi washirika wake Roho Mtakatifu. Ndio maana ninasema washirika namba 3 ndio washirika harisi. Washirika hawa usichukia dhambi, washirika hawa hawako tayari kukaa na mtu mwenye dhambi. Hata kama ni mchungaji anachunga kundi sawa, lakini hawezi yeye akachunga kundi ikiwa yeye hataki kuchungwa na huyo Roho Mtakatifu, maana ndiye Yesu alimwacha awe msaidizi na mwalimu kwetu. Ndio washirika ninawazungumzia hao, washirika namba 3, washirika wa Roho Mtakatifu. Basi utakapozidi kuendelea kunifuatilia katika YouTube channel yangu, namna ambavyo unafuatilia mafundisho yangu, nitaendelea kukufafanulia zaidi washirika hawa namba 3 ni namna gani ambavyo wanaweza wakathibitika, ama ni namna gani ambavyo unaweza ukawatambua. Maana imekuwa ni kashfa nyakati tulizo nazo, watu waliookoka wanatajwa kama watu ambao wanatenda maovu, watu ambao wanapenda fedha, watu ambao hawajielewi, watu ambao hawajiamini, watu ambao wamekosa mwelekeo. Si kweli. Washirika namba 3 ambao ni washirika wa Roho Mtakatifu lazima wawe na mwelekeo, lazima waichukie dhambi, lazima waelewe walipotoka, walipo na wanapokwenda. Ndio maana ninakusihi usiache kunifuatilia katika YouTube channel yangu, namna ambavyo utapokea haya mafundisho. Mungu akubariki sana.